Wako tayari? Angalau mwangaza unatosha kusomea. Bora kutoka hapa sio? Hapa. Safi. Twende. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. Ama bado ndugu zangu, niwakaribishe tena katika mfululizo huu wa hizi maudhui, majibu yetu kwa mawahabi. Niwakaribishe tena katika mfululizo wa hizi maudhui, majibu yetu kwa mawahabi. Na leo hii insha Allah kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu, kwenye majibu yetu kwa mawahabi itakuwa ni sehemu ya 3. Kwa ni vyema sana kwa yule ambaye amekosa nambari 1, nambari 2, ni vyema kuzifuatilia ili mfululizo huu utakao kwenda takriban vipindi mpaka 30 uweze kuunganisha vile vipande na uweze kuona nini malengo yetu tunakoelekea. Kwa leo hii ni sehemu ya 3 ya majibu yetu kwa mawahabi. Fursa ya leo tuitumie kukumbushana kwamba kila mmoja wetu awajibike kivyake, awatahadharishe familia yake na jamii yake na misimamo ya mawahabi. Kila mmoja wetu awajibike kivyake na aitahadharishe familia yake na jamii yake juu ya misimamo ya kiwahabi. Aikumbushe familia yake iende kushika misimamo ya mashehe wetu wa zamani kama walivyotufunza, kama walivyotulea. Kabla sijaingia kwenye hiyo mada vizuri, ni vyema nikakumbusha mambo matatu. Kipindi kilichopita nilimtaja mmoja kati ya mawahabi, Sheikh Qasim Mafuta, na kwa mnasaba maalum yabidi nimtaje na mwenzake mwingine, huyu anaitwa Sheikh Muhammad Ishaq. Kwa nini hawa wawili ninawataja na ninapenda tuwafahamu? Sheikh Qasim Mafuta na Sheikh Muhammad Ishaq, hawa ni watu walioonja ilmu ya Sheikh Muhammad Ayub. Sheikh Muhammad Ayub ana mfumo wa kusomesha yeye mwenyewe moja kwa moja, au kusoma kwa mwanafunzi wake, au kusoma kwa mwanafunzi wa mwanafunzi wake, au kusoma kwa mwanafunzi wa mwanafunzi wake wa mwanafunzi wake. Sheikh Muhammad Ayub mfumo huo anao. Mwenyezi Mungu amrehemu huko aliko na atunufaishe Allah kwa baraka za ilmu yake. Sasa Sheikh Qasim Mafuta yeye mwenyewe anakiri kwamba amesoma ilmu shamsia. Anakiri hilo, hakatai. Na Sheikh Muhammad Ishaq alikadhalika pia naye anakiri kwamba amesoma. Sasa ni vizuri tukawafahamu hawa wawili pamoja na uwahabi wao. Hawa ni mawahabi tofauti na mawahabi wengine. Hawa mawahabi ambao wanakiri kupata ilmu ya Sheikh Muhammad Ayub, ima kwa kusoma moja kwa moja kama nilivyoeleza mfumo, au kwa kusoma kwa mwanafunzi wa mwanafunzi wake, au kwa mwanafunzi wa mwanafunzi wake. Sheikh Qasim Mafuta mwenyewe anakiri hilo
kwamba amesoma, na amewataja baadhi ya walimu wa kishamsia ambao yeye amesoma shamsia. Kwa ajili hiyo sasa, hawa wawili ni wanafunzi au ni watu waliopata sehemu ya ilmu ya Sheikh Muhammad Ayub. Lakini kwa sasa hawa wameamua kwa sasa wampinge Sheikh Muhammad Ayub. Wameamua hivyo. Wameamua wao kwa sasa, wameelewa zaidi masala ilmiya, wameelewa zaidi masala ya kiitikadi, wameelewa zaidi juu ya maulidi, uharamu wake na kutokufaa kwake, na kasida zake kutokufaa kwake. Wao wameelewa zaidi kuliko walivyoelewa Sheikh Muhammad Ayub. Ndio maana nasema mawahabi hawa ni mawahabi maalum, lazima tuwazungumze ili jamii wajue. Kwa kuwa hawa ni wanafunzi waliopata ilmu ya Sheikh Muhammad Ayub, na sasa hawa wanampinga Sheikh Muhammad Ayub, wanamkosoa Sheikh Muhammad Ayub, wanamdhalilisha Sheikh Muhammad Ayub. Hawa kwa sisi wanafunzi ambao hatumpingi Sheikh Muhammad Ayub, hatumdhalilishi Sheikh Muhammad Ayub, tunamuona alipatia. Hawa wanamuona alikosea, siye tunamuona alipatia. Ni wajibu wetu kujitenga na watu wa aina hii. Ni wajibu wetu. Ni wajibu wetu kuwatenga wanafunzi wa Sheikh Muhammad Ayub ambao wameamua kumdhalilisha Sheikh Muhammad Ayub, wameamua kumtweza na kumdunisha. Ni wajibu wetu kujitenga nao, kwa sababu mtu anayemtukana baba yako, huyo mtu ni mbaya zaidi, bora mtu anayekutukana wewe mwenyewe. Mtu anayemdhalilisha baba yako, huyo mtu ni mbaya zaidi, bora mtu anayekudhalilisha wewe mwenyewe. Kwa ajili hiyo, la kwanza, hawa sisi tuwanyime ushirikiano. Tuwanyime ushirikiano. Tusiwanyime ubinadamu ule, kusalimiana, kutembeleana, lakini tuwanyime ushirikiano. Tusiwape ushirikiano kama ule tunaowapa wale ambao hawampingi Sheikh. Na hapo tukiwanyima ushirikiano, ni sehemu ya tangazo letu kwamba hawa wanamdhalilisha mtu ambaye kawapa ilmu. Kwa hiyo sisi ambao tunaamini kwamba hawa wamekula ilmu ya Sheikh, wamekula fadhila za Sheikh, shukurani yao leo ni kumdhalilisha. Shukurani yao leo ni kumuonyesha hakuelewa ilmu, ila wao wameelewa vizuri. Hawa tuwanyime ushirikiano. Sasa maneno haya ni mafupi tu. Hawa tuwanyime ushirikiano. Ni maneno mapana sana haya, na hasa yakiwaendea matalib la ilmi. Lakini watu waliothubutu kunyanyua midomo yao kisha wakaifanya misimamo ya Sheikh Muhammad Ayub eti haiko sawa, wao wameelewa vizuri. Maana yake leo eti mtu akae chini kisha amweke Sheikh Muhammad Ayub mkono wa kulia, kisha amweke Sheikh Muhammad Ishaq na Sheikh Kasim Mafuta mkono wa kushoto, alafu akili yake anaona huyu Sheikh Muhammad Ishaq huyu na Sheikh Kasim Mafuta hawa wameelewa vizuri zaidi dini hawa kuliko huyu huku. Hao lazima sisi tuwatenge. Yaani lazima, hatuna khiari juu ya hilo. Tunawatengaje? Hiyo huru. Kwa sababu mwanadamu ana uwezo wa kufahamu mazingira kutokana na maeneo ambayo yupo yeye mwenyewe. Sehemu hii ni muhimu sana kueleweka. Lakini pia tuwakumbusha wale wenzetu ambao wanamkaribisha Sheikh Muhammad Ishaq katika misikiti yao, katika hadhara zao, katika maeneo yao, kisha akatumia muda huo yeye kuziimba kasida kwa kejeli, kuziimba kasida kwa udhalilishaji, na wakati mwingine akimtaja mwalimu wetu al-ustadh al-marhum Sheikh Muhammad bin Sheikh Abi Bakr al-Burhani, Mwenyezi Mungu amrehemu na amuingize peponi, mtu ambaye amefanya kazi ya ilmu muda wake wote, ujana wake wote, uzee wake wote, mpaka amefariki. Mwenyezi Mungu amrehemu. Sheikh Muhammad Ishaq anachukua kitabu chake, anamtaja huyu kwa kejeli, anaimba kasida alizokuwa akizifundisha madrasa na anaziimba kwa kejeli. Sheikh Muhammad Ishaq anaendesha mjadala na mtu aliyokufa, anatamka kwamba tulipomwambia hivi akajibu hivi katika swaika, tulipomwambia hivi akajibu hivi.
yale anayoyasema Sheikh Muhammad Ishaq, yeye mwenyewe Sheikh Muhammad Ishaq anajua kwamba yeye muongo, sio kwamba hajui, anajua, lakini anautumia mwanya huo kumkejeli mwanawachuoni ambaye ametangulia akhera. Kwa kuwa hii ilmu ya Sheikh Muhammad Ayub si ilmu ya kuokota, ni ilmu yenye silsila, ni ilmu yenye baraka, ni ilmu iliyopokewa, hili haliwezi kuwawacha salama hawa. Narudia, kwa kuwa hii ilmu ya Sheikh Muhammad Ayub si ilmu ya kuokota, ni ilmu ya silsila, ni ilmu yenye baraka, ni ilmu yenye mapokezi. Kitendo hiki cha kuwadhalilisha hawa mashekhe, tena wanadhalilishwa na watu ambao wamewapa ilmu, kitendo hichi hakiwezi kuwawacha salama. Neno hili mlishike, kisha baadaye mkiliona mseme ili neno lilisemwa. Siri ya hizi ilmu zenye silsila, ilmu zenye baraka, ilmu ambazo waliozitoa wamezitoa kwa lillah, wamejitolea, hawakuwa na haja ya dunia, walikuwa na haja ya akhera. Alafu umepewa ilmu, cha kuwapa, cha kuwalipa huna, kuwashukuru pia huna, hisani huna, fadhila. Matokeo yake ni kuwakejeli, ni kuwafanyia mzaha na kuwadunisha. Hili haliwezi kuwawacha salama hawa. Tusubirini muda tu, tatizo hapa ni muda tu. Kwa jambo hili la kwanza nimetaka niliseme kabla sijaingia kwenye mada. Jambo la pili, nikumbushe pia kwamba hii kazi ya kutahadharisha umma juu ya hili tatizo la mawahabi, kazi hii lazima iwe na changamoto, na changamoto zake kazi hii, yani haiwezi kuwa ni kazi tu nyepesi ya moja kwa moja, lazima iwe na vigingi. Lakini insha Allah kazi hii yatakiwa kufanyika kwa sababu ni kazi ya kheri. Na ieleweke wazi kwamba baadhi ya watu wa tariqa wamenihurumia, na mimi nawaambia huruma zenu niombeeni dua. Hizo huruma zenu muzitumie kwenye kuniombea dua. Lakini kazi hii ya kuwabainisha mawahabi ili watu wa tariqa wawaepuke mawahabi, kazi hii ni kazi ya lazima, sio kazi ya khiari, na lazima insha Allah kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu iendelee. Sasa huruma zaidi zinazidi baada ya baadhi yetu wakiona michango, ile michango inayochangiwa kwenye mitandao kama YouTube na nini, mtu anapata fursa ya kuchangia pale chini, kutoa mawazo. Ile michango ndio baadhi yao wameiona ni sehemu nzuri sana ya kwa nini wanihurumie, kutokana na maneno yanayotoka au yanayoandikwa na wale ambao wanapinga hizi juhudi. Mimi niwaondoe wasiwasi kwamba kazi yoyote ya kheri ukiifanya muda mrefu, Mwenyezi Mungu anakupa aina fulani ya uelewa kwenye kazi ile. Kazi yoyote ya kheri ukiifanya muda mrefu, Mwenyezi Mungu anakupa aina fulani ya uelewa kwenye kazi ile. Sasa namshukuru Mwenyezi Mungu, wala fakhar wala sio kujisifu, kwa kuwa kazi hii nao takriban kwa miaka 30, takriban miaka 30, kuna aina fulani ya mambo ninayoyaelewa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Na kwa wale wenye kumbukumbu, miaka takriban 25-26 iliyopita, katika mdahalo wa mwezi pale hoteli ya Njueni Kibaha, mimi nilikuwepo alhamdulillah, na nilivaa kofia nyekundu. Mawahabi wamezipoteza zile cassette, yale ma VHS makubwa, ya makaseti makubwa, mawahabi wameyapoteza yale. Lakini yale makaseti ukiangalia, mimi nimekaa, kushoto kwangu yuko Sheikh Othman Matata, Mwenyezi Mungu amrehemu, katangulia akhera, na kushoto tena yuko Sheikh Ahmad Zuberi, au yuko mbele yangu, Mwenyezi Mungu amrehemu na yeye pia. Na wakati huo mawahabi walikuwa wakiwakilishwa sana na Sheikh Salum Sabah Mbaruk Al-Ghassani, ambaye hivi sasa hawamtaki tena. Nukta yangu ni kwamba kwa muda wa miaka 26 huko nyuma nilikuwepo katika huo mdahalo wa mwezi. Lakini kwa wale watu wa Tanga wamuulize Sheikh Salim Barhian, wamwambie eti miaka kama 27 iliyopita nyumbani kwa mtu anayeitwa Abu Mwamba kulifanyika mdahalo
wa mambo haya ya kitwarika ni kweli? Na Muhammad Idi alikuwepo katika mdahalo huo wa faragha uliofanyika ndani? Mimi nilikuwepo, Sharif Hussein Hashim alikuwepo, marehemu, Mungu amrehemu, Sheikh Muhammad Abi Bakar al-Burhani, Mwenyezi Mungu amrehemu, naye pia naye alikuwepo. Sheikh Salim Barihiani yuhai, muulizeni, je, ni kweli mdahalo uliofanyika Chuda Tanga, nyumbani kwa Abu Mwamba, katika nyumba ambayo asili yake ni ya ndugu yetu mmoja, amenunua nyumba pale Chuda pale, nyumba ya ghorofa moja, ni kweli? Maneno haya anayasema ili kuondoa wasiwasi hawa wenye wasiwasi kama labda sasa huenda shekhe labda atachoka au ataudhika na haya maneno. Hapana, mimi siudhiki nayo. Kwanza nataka niwasaidie kwamba maneno yoyote machafu baada ya mtu kuhudhurisha mada, hiyo ni dalili ya kushindwa hoja. Ambaye hoja anayo huwa halete maneno machafu, huwa anakwenda kwenye ile hoja. Hiyo sehemu ya kwanza. Lakini pili, siku zote yale maneno yakija huwa nayapima. Mimi leo mtu akiandika maneno kwenye YouTube akiyaweka pale, nikiyasoma tu akili ananiambia haya ni maneno ya mvuta bangi aliyestaafu. Yaani ile akili ya kujua hiyo ninayo, kwa alhamdulillah, haya ni maneno ya mvuta bangi aliyestaafu, au haya ni maneno ya mtu aliyokosa radhi ya babake, au haya ni maneno ya mtu aliyokosa radhi ya shekhe wake, au haya ni maneno ya mtu aliyemkosea mtu mzima akamwapiza. Yaani yale maneno huwa anatafsiri, ukiyaona unajua haya maneno haya. Au haya ni maneno ya mtu ambaye yeye hana mwelekeo. Kwa hiyo watakiwa hawa wote, mvuta bangi mstaafu, mkosa radhi ya babake na mamake, mkosa radhi ya shekhe wake, mkosa radhi ya jamii kwa mabaya aliyofanya, watakiwa hawa uwasamehe, ndio kazi ya dini iende mbele. Na mimi nimewasamehe wote wale ambao michango yao haileti tija, badala yake ni michango michafu. Kwa niwaondoe wasiwasi na hilo. Jambo la tatu na la mwisho ili niingie kwenye mada, mawahabi wana mbinu nyingi. Miongoni katika mbinu zao ni kitendo chao kinachoitwa taqiya. Kuna kitendo kinaitwa taqiya, mawahabi wanacho. Na wakikatae hadharani. Sasa mimi nakisema hapa hadharani kwamba mawahabi wanacho kitendo kinachoitwa taqiya. Na wao nikisema taqiya wanaelewa zaidi kwamba mawahabi wanakubali kwamba sisi tunaovahirizi kwa mtazamo wao wanatutoa katika Uislamu, kwamba sisi tunaoandika makombe tukanywa makombe yaliyoandikwa aya, kwa mtazamo wao wanatutoa katika Uislamu. Sisi ambao tunafanya bid'a kwa mtazamo wao ni watu tusiotakiwa kushirikianwa na sisi kabisa. Mawahabi hayo wanayajua, lakini wanafanya taqiya, wanaswali katika misikiti yetu. Sisi ni maimamu, wao ni maamuma, kwa sababu ya taqiya. Sasa hizi mbinu hizi ambazo mawahabi wanazifanya mpaka wakakubali kufanya huo utaqiya ni muhimu na sie tukawa macho nazo. Mawahabi hawamkubali mtu anayesema laulahu ma kunna wala baqina. Hawakubali. Wao wanasema hizo ni kalamu shirkiyatun, ni maneno yaliyo ya kikafiri. Ndio maneno yao. Lakini ajabu, utamkuta huyo ambaye asema kalamu shirkiyatu anaswali nyuma ya huyo anayetamka maneno ya kikafiri. Yote nini? Taqiya. Sasa watu wenye mbinu mpaka wamejifikisha kwenye utaqiya, yabidi uwe makini kwenye namna ya kuendesha nao dini. Vinginevyo wanaweza wakatengeneza wema, wakawa karibu, mpaka tukawaamini, tukawapa uongozi kwenye taasisi, tukawapa uongozi kwenye misikiti, alafu malengo yao baadaye ni kuja kuharibu. Na ndio maana baadhi ya misikiti mawahabi wameiharibu kiasi ambacho ukiingia msikitini baada ya swala hakuna fatha, baada ya swala hakuna uradi, wamuona kila mmoja akajisogeza pembeni kama vile kuna msiba, kama vile kuna huzuni nini, eti ambua dua ya pamoja haifai eti. Mawahabi wameingia kwenye misikiti yetu wakaharibu kiasi hicho. Sasa hii ni tadhkira, ni kuwakumbusha tu. Baada ya maneno hayo matatu, niwakumbushe leo tu kama nilisema mada yetu ni kila mmoja wetu awajibike, aitahadharishe jamii yake
na misimamo ya kiwahabi, kwa sababu uwahabi ni tatizo. Katika hili nilisema kwenye kipindi kilichopita kwamba nitajitahidi sana nikizungumza kitu ninukuu, na nilisema kwamba yule Sheikh Kasim Mafuta simjibu yeye, ila yeye nitamgeuza kuwa ubao. Nikimjibu yeye kana kwamba nina lengo yeye abadilike aje huku, hapana, lengo hilo sina. Allah ana khiari kumbadilisha, kwa sababu hawezi kukaa upande ule ambao ni upande mbaya wa kutukana mashehe, kudhalilisha mashehe. Kila ukiamka asubuhi unafikiria nani umfanyie radi, na yule Kasim Mafuta akilala akiamka anafikiria nani amfanyie radi. Ule ni upande mbaya, lakini namtumia yeye kama ubao ili wanafunzi wetu na wanafunzi wake na wanafunzi wetu na wanafunzi wote wa Kiwahabi wafuatilie vitabu ninavyotaja, kisha imma wasome au waende wakaulize kwa mashehe, waweze kupata kujua haya maneno yana ukweli. Wakiyajua yana ukweli ni rahisi kujirekebisha. Kwa narudia kusema sina nia ya Wahabi kumbadilisha, hasa akiwa kiongozi, kwa sababu ukimuondoa kwenye Wahabi atakosa cheo, itabidi awe mtu wa kawaida, na hiyo itakuwa tabu. Lakini kama tutamtumia kama ubao, vijana watasoma hivi vitabu. Sasa kuna hoja kwamba je, tunaposema sisi mawahabi tuwapinge, ni lazima kwanza kwani kihistoria mawahabi wenyewe walipingwa? Jawabu, kihistoria mawahabi wenyewe walipingwa, tena walipingwa mapema wakati kiongozi wao anaanza kudhihiri. Kitabu hiki nilikionyesha hiki, na leo nakionyesha tena kwa mara ya pili kitabu hiki. Kitabu hiki nimesema kinaitwa Al-Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Nilisema kitabu hiki nakionyesha, na nakionyesha kwa mara ya pili. Na hivi kukionyesha, maana yangu ni kwamba wale wanafunzi wetu waje watudai, shekhe, kile kitabu bwana mimi sina bwana, naomba hata na mimi nikisome kidogo nikione. Na hawa nao mawahabi nao waende kwa mawahabi wenzao, jamani ile wana katoa kitabu asema kinaitwa Al-Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Na hichi kitabu, maana nyewe mna kawaida moja, nyewe mawahabi nyewe mkibanwa mnaanza kutafuta ushia. Mkibanwa tu Shia, kitabu cha Shia, habari hiyo acha. Kitabu hiki kimesahihishwa, qaddama lahu wa sahahahu samahatu Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah Baz. Kasa kitabu hichi kama amekisahihisha Ibn Baz, maana yake Ibn Baz amekikubali hiki kitabu. Kama kitabu hichi kakikubali Ibn Baz, mwingine akikikataa atakuwa huyo mwingine hana uzito, kwa sababu kimekubaliwa na mtu mwenye uzito, mtu ambaye ni mufti wa nchi, tena katika nchi ambayo ile yenye mawahabi. Kitabu hicho kwenye ukurasa wa 15 kinamuelezea Sheikh Muhammad Abdul Wahhab namna alivyosoma, na nukta yangu naitaka hapo, lakini talabuhu lililmi, nataka Sheikh Muhammad Abdul Wahhab kutafuta kwake ilmu. Katafutaje? Asema darasa ala walidihi, amesoma kwa mzazi wake, alfiqh alhambaliya watafsira walhaditha. Amesoma fiqhi yenye mwelekeo wa kihambali na tafsiri na hadithi. Kasoma kwa nani? Kwa mzazi wake. Nataja mapema, kasoma kwa mzazi wake, ili baadaye ukija ukiona eti analingania Uislamu mzuri. Uislamu mzuri upi wakati baba yako alikuwa shekhe na alikuwa na Uislamu? Maana kama mawahabi wa huku ulivyowaona, wahabi wa huku wakienda kijijini, kazi ya kwanza ni kumkataa yule shekhe wa pale, ingandi aliyemsomesha, akasoma alifu, akasoma safina, mpaka akajua kusema Kiarabu, akaweza kusafiri. Akirudi anataka mrekebisha yule hana Uislamu sahihi. Kwa hiyo na Sheikh Muhammad Abdul Wahhab amesoma kwa baba yake mzazi, tena mzazi, fiqhi ya kihambali na tafsiri na hadithi. Na safari zake za kiilmu, amesafiri kwenda safari za kiilmu. Shuyukhuhu bil Madinatil Munawwara, mashekhe zake katika mji wa Madina
Madina yenye kutiwa nuru. Kwa Sheikh Muhammad Abdul Wahhab kule Madina kulikuwa na mashekhe, akaenda kusoma huko Madina, tena Madina hiyo, Madina yenye ilmu, Madina yenye ulama, Madina ambayo kaikuta safi. Kisha akaenda tena Najidi, akaenda Basra, akakusudia Shamu ili aongeze katika ilmu zenye kunufaisha. Asema liyastazida min al-nafi'a, ili aongeze katika ilmu zenye kunufaisha. Mashekhe kote huko, shuyukhuhu bil Basra, mashekhe zake Basra wametajwa. Hapo Basra mashekhe zake nani pia nao wametajwa vile vile. Huko wametajwa, lakini hapa napo pia wametajwa mashekhe zake walioko Basra. Sasa kipengele da'awatuhu liqaumihi, ili uone je huyu alipoanza hayo mambo ya kiwahabi alipingwa. Hii ndio nukta muhimu sana na ndio mada yetu. Huyu alianza da'wa yake, ibtada ash-shaykh rahimahullah, alianza Sheikh Mwenyezi Mungu amrehemu, da'awatahu liqaumihi fi biladi Huraymila wa bayyana lahum an la yud'a illa Allah. Kafanya da'wa yake hapo na akawabainishia kwamba hakuna anayeombwa ila Mungu, na wala hapachinjiwi wala hapawekewi nadhiri ila kwa Mungu, na kwamba itikadi zao juu ya makaburi na mawe na miti katika kuyataka uokozi kwayo na kuyawekea nadhiri na kuitakidi kunufaisha na kudhuru ni upotevu na ni uzushi. Kaanza dawa huyo, na kwamba wao wapo katika hali ambayo Mungu hairidhii, hapana budi watupe itikadi zao hizo. Asema maneno yake akayatia nguvu kwa aya katika kitabu cha Mungu kitukufu na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama na matendo yao na sira za sahaba zake. Kitabu cha sema fawaqa bainahu wa bainan nasi nizaun, fawaqa bainahu wa bainan nasi nizaun wajidalun hatta ma'a walidihi al-alim al-jalili, hatta ma'a walidihi al-alim al-jalili. Kukatuka au yakatuka, kukatuka baina yake yeye na kati ya watu, ugomvi au kugombana, mpaka pamoja na mzazi wake ambaye ni mwana wa chuoni mtukufu. Kwa Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, ambaye Kiswahili cha pwani hapa sasa wanamuita mkale wa Wahabi, alianza nizaa na baba yake mzazi ambaye ni shekhe. Sio baba yake mzazi kama anavyosema watu wajinga, wasosoma, watu wa makombe. Maana kazi yao ni kuwatukana watu waliowalea. Sasa mzazi wake, mwana wa chuoni wake, ambaye ndiye mwalimu wake aliyemfundisha mwanzo, pakazuka baina yake na baina ya mzazi wake kugombana. Kugombana kwa nini? Analeta itikadi ambayo mzazi wake haipokei. Je, alipingwa? Alipingwa na mzazi wake kwanza. Yani ile kwanza aliyempia kwanza ni mzazi wake. Hili ni muhimu sana kulielewa hili, na lina maana sana ili kulielewa. Tarikhul Mamlaka kwenye ukurasa wa 51 mpaka wa 61, Tarikhul Mamlaka ukurasa wa 51 mpaka wa 61, kuna maneno machache nataka niyasome ili tuweze kuihitimisha hii sehemu yetu ya 3. Na lengo kubwa nini? Lengo kuwaambia kwamba alipingwa, ili ile dhana ya kwamba watu bwana wanaowapinga hao bwana na kuwasingizia uwahabi bwana ni hao watu tu makhurafi tu ambao hata wakusoma. Sio wakusoma, wanawachuoni wakubwa waliwapinga hawa mawahabi. Ndio nukta ya kushika. Ulama wakubwa tena wa zama hizo, tena kule waliwapinga hawa. Asema Sheikh, Daula Uthmania wanalinganisha haraka za kiwahabi. Asema imedhihiri da'wa vile vile, walidhihiri dhahara lid'awati aidan a'da'u wa mu'ariduna. Ndio maana nataka mimi hayo. Ilidhihiri, walidhihiri kwa hii da'wa vile vile, walidhihiri maadui na wapingaji. Walidhihiri maadui na wapingaji. Mbele endelea asema wakanatil hukumatu turkiya ala ra'si haula'il mu'aridina
liasbabin siyasiya akthara minha ghiratan ala din. Asema na ilikuwa ile serikali ya Kiturki katika wa mbele wa hawa wapingaji kwa sababu za kisiasa. Yani daula Uthmania, serikali ya Kiturkia, ikawa inaipinga hizi harakati al-Wahabia. Hawa wanasema ni kwa sababu za kisiasa. Kwa nini? Nasema kwa sababu ya wivu wa kidini. Kwa sababu ya wivu wa kidini. Nukta ya kushika hiyo. Kwa sababu eti ni wivu wa kidini. Lakini asema dawa hii ambayo dawa islahia ilienea, ikatambaa, na ikawa dawa hii sasa watu wanaipokea vizuri dawa hii. Lakini kinukta hiki cha kwamba kwa sababu za kisiasa, ndio nataka nikifunge kwa kuiangalia Tarikhul Arabi. Tarikhul Arabi hii ni mara ya pili na ninaionyesha tena. Tarikhul Arabi hii ni mara ya pili na ninaionyesha tena kwamba katika ukurasa hii Tarikhul Arabi wa 19, ukurasa wa 19, ukurasa wa 20 na ukurasa wa 21. Nataka tuangalie, je, walipingwa? Kitabu hichi ni muhimu sana. Kwa nini ni muhimu? Ni muhimu kwa sababu ile dhana kwamba wanaowapinga hawa mawahabi ni hawa mashehe zetu tu huku, kwa sababu hawa mashehe zetu huku hawakusoma vizuri. Mashehe zetu huku wana khurafi. Mashehe zetu huku wataka albadili na makombe wabaki nayo. Dhana hii yatakiwa tuifute. Mawahabi walipingwa. Mawahabi walianza vitimbi mwanzoni na walipingwa. Hii nukta ya msingi sana hii. Ndio maana mawahabi wakitaka wafanya utetezi ni bora wasitutaje sisi, wawataje wale waliowapinga mwanzo. Kwenye ukurasa wa 12 mpaka 13 asema watawasat alharakatu alwahabiyya wamtaddat ila alkhalij alarabi waliraqi walhijazi وقد أوجست الدولة العثمانية خيفة من هذه الحركة التي يمكن أن تنقلب إلى حركة سياسية. دولة عثمانية iliogopa hizi harakati za kiwahabi. Asema hizi zinawezekana zikageuka zikawa ni harakati za kisiasa, zinaweza kugeuka hivyo. Na akaongeza ukurasa tena wa 13, وهكذا نرى أن الحركة الوهابية دعوة دينية في أصلها، ولكن الدولة العثمانية خافت منها واعتبرتها حركة سياسية. Asema daula Uthman, hizi harakati za kiwahabi ni za kidini katika asili yake, lakini daula Uthmania iliziogopa hizi harakati na ikaziona ni harakati za kisiasa zinazotishia utawala wake. Insha Allah katika majibu yetu kwa mawahabi nambari 4 nitasoma sasa ile tarehe ya mamlaka ya Kiarabu ya Saudia inayoonyesha kwamba ile hofu ya kisiasa ni hofu ya kweli. Na ndiyo maana baada ya Sheikh Muhammad Abdul Wahhab kuisimika serikali ya Saudi Arabia, alistaafu siasa akapumzika nyumbani kwa maandiko wanayoyaandika wenyewe. Sasa hapa ndio pale pa kuambia wewe mwanafunzi, acha jazba. Wewe tulia. Acha kutafuta michango ya kuchangia kwenye YouTube manini. Tulia vizuri. Wewe kaa chini, tafakari vitabu. Njoo kwa Sheikh Kasim Mafuta. Sheikh Kasim Mafuta ni mtu anapenda vitabu. Mtajie kitabu, akitoe, akisome, kisha kama una mawili matatu muulize. Usifanye jazba. Huu ni wakati wako mzuri wa kupima maneno ili uone kama wewe Sheikh Muhammad Abdul Wahhab umekuja na Uislamu safi karne ya 11. Kwani Waislamu katika karne ya 10 walikuwa na Uislamu upi? Ndio maana kila Wahabi akirudi kwao lazima agombane na shekhe wake anayemkuta, kwa sababu mkale wao ndivyo alivyokuwa. Kwa hakuna mtu katoka Arabuni akawa ni Wahabi kasoma kisha akaja akaanza kufundisha. Kazi yake ni kupingana na mashekhe wake aliowakuta ili atengeneze timu mpya, pote jipya. Huo ndio mtihani. Lakini tumshukuru Allah kwa fadhila zake na ukarimu wake.
Mwanzo walipowadhalilisha hawa mashekhe na kuwatukana na kuwakejeli, tukawaona kwamba eti hawakusoma, Mwenyezi Mungu akawatengeneza miongoni mwao, wanatafunana wao kwa wao. Hizo ndio karama za ulama. Inshallah mimi na wewe tukutane kwenye majibu yetu kwa mawahabi kwenye sehemu ya 3. Nimetaka tu kwenye hii sehemu ya 2 uweze kushika vizuri kwamba je, hawa mawahabi walipingwa? Jawabu, hawa mawahabi walipingwa. Ile dhana kwamba hawajapingwa sio kweli, tena wamepingwa na wanachuoni wakubwa katika zama hizo. Kwa hiyo ukiambiwa hapana bwana, hii dawa salafia bwana, hii dawa nzuri bwana, lakini fulani tu, ambia hapana, nyie mlipingwa mapema nyie. Insha Allah tukutane kwenye sehemu ya 3. Allah aweze kutupa afya. Mimi kwenye sehemu ya 3, sehemu ya 4, sababu sehemu ya 3 tayari. Sehemu ya 3 ndio tumeimaliza. Tukutane mimi na wewe kwenye sehemu ya 3 sasa, sehemu ya 4. Sababu ya kwanza tayari, ya pili tayari, hii ya 3. Sehemu ya 4 insha Allah kama nilivyosema nitaanza kukuelewesha wewe mbona hawa walituhumu kwamba hizi harakati lengo lake ni siasa. Je, ni kweli? Maandishi yathibitisha hivyo. Yakishathibitisha na hawa jamaa hawa atakao tuwe makini nao, hawa wanaweza kaelekeza kushoto kumbe enda kulia, hawa tuwe makini. Mimi haja yangu ni kutahadharisha tu, lakini kubwa kuwalinda mashekhe, kwamba mashekhe hawawezi kudharauliwa wakatukanwa wakashifiwa sisi tukakaa kimya. Haiwezekani. Wallahu waliyu tawfiq. Inshallah tukutane sehemu ya 4 inshallah. Na kuna wale ambao wanataka kuchangia michango ya maandishi lakini wanakosa nafasi kwenye YouTube, wale waniandikie kwenye WhatsApp, na wala mimi alhamdulillah mimi siogopi maandishi. Mtu akiandika maandishi akiwa makali sana nitajua tu kwamba huyu ndiye yule mvuta bangi mstaafu. Akiwa makali zaidi, huyu ndiye yule ambaye hana radhi ya babake na mamake. Huyu ndiye yule ambaye kaachiwa radhi na jamii. Kwa mimi hayanisumbui maandishi. Ndio maana natoa namba yangu upe 0715 299 749 0715 299 749. Wewe ukanijia kwenye WhatsApp kwa sababu vipande vinaangaliwa nchi nyingi duniani, na mwingine kuna kitu nataka kusema anashindwa hapata nafasi kule. Nimetaja namba yangu ili kupata hiyo nafasi, na ule mchango ukiutoa tu huyu ni mtu kapata radhi ya babaki vizuri, kasoma vizuri, huyu hajaelewa, Mwenyezi Mungu ataniongoza. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa ila liqa.